Kuna hoja ya Uislamu umeshuka katika lugha ya Kiarabu, lakini pili, mtume aliyeshushiwa huu Uislamu alikuwa ni Mwarabu, lakini tatu, bara au jiografia ya Uislamu uliposhuka ni Uarabuni. Waafrika na watu wa bara mengine wanajinasibishaji na huu Uislamu ambao unaonekana typically ni dini ya Waarabu? Swali hili ni swali muhimu na limekuwa linawafanya watu wengi sana watoke kwenye reli na kujustify ule uhalali wa wao kutoamini kunako dini ya Uislamu. Lakini leo nataka tushare kidogo experience kuhusiana na hili swala, tupeane maarifa kidogo. Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Mantiki yake ni kwamba lugha ya Kiarabu imekuwa ni lugha ya mawasiliano kati ya Mungu na aliyemshushia hii Qur'ani, ambaye alikuwa ni mtume anayezungumza kwa lugha ya Kiarabu. Ingekuwa ni ajabu Mungu ashushe Qur'ani kwa lugha ya Kichina hali ya kuwa anayeshushiwa Qur'ani anazungumza lugha ya Kiarabu. Kwa kusimplify au kurahisisha mawasiliano kati ya anayeshusha ujumbe na anayeshushiwa ujumbe, lugha ya Kiarabu hapa ikatumika. Hiyo ni hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, tunajinasibishaji sasa sisi wa Afrika na wazungu na mabara mengine kwamba hii dini ni ya sote, hali ya kuwa inaonekana huu Arabu umetamalaki kwenye kitabu kwa mtume pamoja na bara ambalo Qur'ani hii imeshuka. Hoja ya pili ni kwamba kuna utofauti kati ya Qur'ani kushuka kwa lugha ya Kiarabu na Uarabu kutumika kama identity ya kuwakilisha Uislamu au Qur'an. Na kwa sababu hiyo, maana yake ni kwamba kama Waarabu wengejinasibisha na Uislamu kwa sura ya kuwa Uislamu au Qur'ani imeshuka katika lugha ya Kiarabu, leo Waarabu wote wengekuwa ni Waislamu, kwa sababu wengetengeneza dhana ya hatimiliki ya Uislamu kwa sababu umeshuka na Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hoja hizi chache nilitaka nimfahamishe mtazamaji kwamba Uislamu ni universal religion, ni dini ya watu wote ulimwenguni, na Kiarabu ilitumika tu kama means au medium of communication kati ya Mungu na mtume.